taala wabarakatuh. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala auadhimishe ujira wenu na wetu kwa ajili ya kumpoteza na kwa ajili ya kipenzi chake ambaye kwamba aliuawa kwa dhulma, ambaye kwamba ni Imam Hussein alayhi salam, mjukuu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Katika siku hizi tutakuwa na wenye kuangazia mada ya pingu la utumwa, ambaye kwamba tumeona ni mada muhimu sana tena sana, ambayo inakuwa ni yenye kubaki na mwanadamu kila kuchao. Mwanadamu anakuwa ni mwenye kupata na kufungwa pingu mbalimbali pasina yeye kujua. Taban, katika maongezi yetu kuna wakati tutakuwa tunaongea kuhusiana na mwanadamu kama mwanadamu peke yake, pasina kuangalia na pasina kutofautisha ni nani ama nani yuko wapi, saa ngapi na siku gani. Hatutakuwa wenye kutofautisha, yani tutakuwa wenye kuongea kuhusiana na lafzi ambayo kwamba anaita katika lugha ya Kiarabu tabiatul insan, ni ile tabia ya mwanadamu, mwanadamu kama mwanadamu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema katika Qur'an, ambayo kwamba iko katika suratul A'raf aya ya 157, anasema bismillahir rahmanir rahim. Taban, sura hii imeshuka Makka, kwa hivyo inakuwa ni yenye kuangazia chimbuko ambalo kwamba Waislamu ama washirikina walikuwa wamo ndani yao, na baadhi yao wakaamua kumfuata mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema bismillahir rahmanir rahim, alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiyyal ummi, na wale ambao kwamba wanamfuata huyo mtume, yani yattabi'una ar-rasul, wanamfuata huyo mtume rasuli, an-nabii, ambaye kwamba huyo nabii ni nabii, yani wanamfuata mtume na wanamfuata nabii al-ummi, asiye soma wala kuandika. Hiyo nukta. Anaendelea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhi yajidunahu maktuban, huyu mtume wanayemkuta kaandikwa kwao. Wapi? Indahum, kwao, fi taurati wal injil, wanamkuta huyu mtume ameandikwa katika vitabu vao, ambao kwamba ni kitabu kipi? Ni katika kitabu cha Taurati, ni katika kitabu cha Injili. Huyu mtume kazi yake ni nini? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema alladhi ya'muruhum bil ma'ruf, huyu mtume anayewaamrisha mema. Kazi ya huyu mtume ya kwanza kabisa, mtume wetu Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tukirudi katika historia tunapata kwamba kitu cha kwanza alifanya nini? Ya'muruhum bil ma'ruf, anaamrisha watu mema au anawaamrisha mema. Kivipi? Kwa ajili walikuwa wanafanya machafu, walikuwa wanafanya maovu, walikuwa wanatenda amali ambayo kwamba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameyakataza. Kwa hivyo alladhi ya'muruhum bil ma'ruf, anayewaamrisha mema, wa yanhahum anil munkar, na anawakanya yale ambayo kwamba ni maovu ambayo kwamba walikuwa wanayatenda. Maovu kama gani? Mathalan, walikuwa wanaua mabanati zao wakiwa hai, na walikuwa wako na fikra na culture. Wale Waarabu wakati huu katika zama hizo walikuwa wako na culture na thakafa na siasa ya kwamba mabinti hawana maana katika society. Kwa hivyo hiyo ni machafu ambayo kwamba walikuwa wanafanya na ni maovu. Kwa hivyo huyu mtume alifanya nini? Yanhahum anil munkar, na anawakanya maovu, wa yuhillu lahum at-tayyibat, na anawahalalishia vitu ambavyo kama ni vizuri, wa yuharrim, na anawaharamishia alaihimul khaba'ith, na anawaharamishia vitu ambavyo kwamba ni viovu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anaendelea, na hapa ndo nukta ya kikao chetu.
Hii ndo nukta ya kikao chetu ambacho kwamba tumesema insha Allah taala tutabaruk nayo katika masiku hizi, siku za Muharram tukufu. Wayadhau anhum israhum, na anawaondolea huyu mtume mizigo yao ambao kwamba walikuwa wanayabeba haya mizigo, ambayo kwamba mizigo yalikuwa yanawasumbua kila wakati. Wal aghlal allati kanat alaihim, na minyororo iliyokuwa juu yao, yani minyororo ambayo kwamba ilikuwa haiwawachi, minyororo ya Iblisi, minyororo ya maovu na minyororo ya matendo yao. Sisi tunaona tukirudi katika Waarabu walikuwa wanafanya masala machafu sana. Kwanza turudi katika Alkaaba, walikuwa wameweka sanamu, wanaabudu sanamu ambaye kwamba wao wenyewe wanamtengeza, wanaabudu sanamu ambaye kwamba haongei, wanaabudu sanamu ambaye kwamba haoni, wanaabudu sanamu ambaye kwamba ni mhitaji. Kwa hivyo hizi ni minyororo ambazo kwamba walikuwa wanaishi nayo, na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anakuja na natija baada ya huyu mtume kuwaondolea hivi vitu, anasema falladhina amanu bihi, basi wale walioamini au wale ambao kwamba waliomwamini huyu mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, waazzaruhu, na wakamheshimu wakamtukuza na wakamsaidia, wanaswaruhu, na wakamnusuru, wattabau nura alladhi unzila maa, na wakaifuata nuru au mwangaza ambao kwamba mtume Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mwenye kuja nayo. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema ulaika humul muflihun, basi hao ndio wenye kufanikiwa. Katika aya hii Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameweza kuongea kuhusiana na vitu ambavyo kwamba ni vitu viwili, wayadhau anhum israhum wal aghlal allati kanat alaihim, anawaondolea israhum, zile mizigo ambazo kwamba walikuwa wanazo, na ya pili wal aghlal, na zile minyororo pingu ambazo kwamba walikuwa wamejifunga wenyewe na wengine wamefungwa. Sasa natija yake ni nini? Wale ambao kwamba walioamini, falladhina amanu, wale ambao kwamba walioamini wakaamini kivipi? Waliamini Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam na wakamwamini Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Inamaanisha kwamba waliondoa vitu hivi viwili, waliondoa utumwa, waliondoa pingo ambazo kwamba walikuwa wako nazo, na waliondoa na wakakubali kuondoa zile mizigo ambayo kwamba Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alikuwa ni mwenye kuondolea. Sasa hapa kuna baadhi ya masala ambayo kwamba tunataka tuongee kuhusiana nayo. Ni kwamba mmoja wa maulama wetu anasema fil hayati linsaniya, tukirudi sasa katika maisha ya mwanadamu, katika uhai wa mwanadamu kama mwanadamu, tumesema mwanzo sisi hatuangalii ni nani ama nani, lakini tunataka tuweke hii masala iwe ni am, hii masala iwe ni ya jumla, kwamba fil hayati linsaniya, katika uhai wa mwanadamu, Allah subhanahu wa ta'ala khalaqal insana hurran. Tukirudi katika uhai wa mwanadamu, katika maisha ya mwanadamu na katika wanadamu wote, kuanzia wakati wa Nabii Adam alayhi salam mpaka wa zama hizi ambazo kwamba sisi tunaishi, tunapata kwamba Allah, yani Mwenyezi Mungu ambaye kwamba ndo muumba wetu, khalaqal insana hurran, amemuumba huyu mwanadamu akiwa yuko uhuru. Kivipi? Kitu cha kwanza, amemuumba mwanadamu akiwa yuko uhuru kiroho, yani roho yake, nafsi yake ambayo kwamba inabeba mwili wake iko uhuru. Kivipi? Yani inamaanisha kwamba hakuna roho nyingine ambayo kwamba itakuwa ni yenye kuja na iwe ni yenye kuipimia nafsi ambayo kwamba kila mmoja wetu anakuwa na wenye kuitumia. Yani nafsi ya mtu wa kwanza haiwezi athiri nafsi ya mtu wa pili, kila roho iko na mwenyewe, kwa hivyo hakuna maingiliano. Hiyo ni ya kwanza.
kiroho. Kwa hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ameumba roho ikiwa na uhuru, alafu kisha mwili ambaye kwamba sisi tunaubeba, kila mwili ina uhuru wake. Hakuna mwili ambaye kwamba itakuwa na ukosaji wa uhuru, yani mwili mwingine ije na iwe ni yenye kukatisha uhuru wa mwili mwingine. Kwa hivyo mwisho kabisa anasema walam yaj'alhu abdan lilghair, na hajajalia huyu mwanadamu ambaye kwamba amebeba roho na amebeba mwili, hajamjalia kuwa ni ni mtumishi wa mtu mwingine. Hajamjalia huyu mwanadamu kuwa ni slave, kuwa ni kijakazi, kuwa ni mfanyakazi, kuwa ni mtu ambaye kwamba anamtumikia mtu mwingine. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala amekuwa ni mwenye kumuumba huyu mwanadamu katika hali ya uhuru. Mpaka hapa inshallah Ta'ala imebainika kwamba hakuna kiumbe ambaye kwamba ni kijakazi cha kiumbe kingine, hakuna kiumbe ambaye kwamba ni slave wa kiumbe kingine, ima pengine mtu mwenyewe hatake sawa, au yule ambaye kwa mtu wa pili ataki mtu wa kwanza kuwa ni slave wake. Tumombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.